Nipende kuwakaribisha watu wa Mungu tena katika mfululizo wa masomo yetu tunapopenda kutazama kweli mwingine ambao unatuonesha ni mahali gani tumefika na kipi cha kufanya, kwa sababu Kristo yupo karibu mlangoni. Matukio yanatuzilishia kwamba tuko mwishoni kabisa mkufunga kwa historia ya ulimwengu. Hivyo kila mmoja wetu lazima atambue kwamba anaishi katika wakati wa nini? Wakati wa mwisho. Na tukitambua hilo wapendwa, tutakuwa tayari kuyasalimisha maisha yetu kwa Kristo na kuungama dhambi kweli kweli. Leo changamoto kubwa ya watu wengi, Wakristo wengi wanakiri kuwa ni Wakristo lakini bado wakiwa wameshikilia dhambi zao, na hii si salama katika maisha yetu. Kadri muda unavyosonga mbele ndivyo ambavyo Mkristo angetakiwa kusalimisha maisha yake kweli kweli kwa Kristo. Hii itamsaidia kwa sababu kwa mfano kama Waadventista wa Sabato, tukifikia kwenye sheria ya Jumapili bado una dhambi, mtu wa Mungu, ni kwamba hautaokolewa kwa sababu ya kitu kimoja. Wakati kuhani akiwa ndani ya chumba cha patakatifu, dhambi zote ambazo zimeungamwa zinakwenda patakatifu, na kuhani atakaposema kwamba imekwisha, watu wa Mungu, dhambi zote atatoa na kupeleka kwa mbuzi wa nini? Kwa mbuzi wa asili ambaye ni Shetani. Hivyo kama kuna dhambi ambayo imebaki kwa mtu pasipo kuungamwa, haijatangulia kwenda patakatifu, huyu mtu hatofaa kwa ajili ya uzima milele, kwa sababu atakuwa bado na dhambi katika maisha yake. Hii haitamsaidia, na ndio maana unaweza kuwa Mkristo lakini bado usiokolewe. Hivyo tunapoelekea mwishoni kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu, lazima tutambue kwamba tuna wakati mchache wa maandalizi, lakini kazi ni kubwa. Tuna kazi kubwa mno, kazi ambayo itadhihirisha tabia halisi ya muumini. Na watu wa Mungu, niwaambia kwamba tuna wakati mchache sana wa kujiandaa. Matukio ambayo yako mbele yetu yanadhihirisha kwamba Kristo yu karibu mlangoni, na hivyo watu wa Mungu lazima waandaliwe kwa ajili ya ujio wa Kristo ambao unadhihirishwa kabisa matukio kwamba Kristo siku sio nyingi anarejea. Hivyo yapaswa watu wa Mungu tujiandae, yapaswa walinzi waweze kuambia watu kwamba muda katika ulimwengu huu ni mfupi na siku sio nyingi. Kristo atarejea tena mara ngapi? Mara ya pili. Sikiliza mpendwa, nabii wa Mungu Ellen White anazungumza kwenye kitabu cha Testimonies to Missing Ghost Workers, huu ni ukurasa wa 90, paragrafu ya kwanza. Anazungumza kama ifuatavyo kwamba katika wakati huu wa kutisha, kabla tu ya Kristo hajarudi mara ya pili, wahubiri waaminifu wa Mungu watapaswa kutoa ujumbe ulionyoka sana zaidi ya ule ambao ulitolewa na Yohana Mbatizaji. Wakati huu wahubiri wa Injili, wale watu ambao wamejitoa kweli kweli kwa Mungu, watapaswa kutoa ujumbe ulionyoka zaidi ya ule wa nani? Wa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alizungumza wazi ya kwamba tubuni na kuiamini Injili. Na wakati huu watu wa Mungu lazima waambiwe wazi ya kwamba watubu, kwa sababu Kristo yuaje tena mara ya pili. Na kama hatutatubu na kuacha dhambi zetu wapendwa, hata kama tutadumu kuwa wa Kristo, bila ungamo lilo halisi wapendwa, hatutafaa kuokolewa. Na Biblia inazungumza wazi ya kwamba kazi muhimu ya wajibu iko mbele yao, na wale wote ambao wanaongea maneno laini, Mungu hata watambua kama wachungaji wake. Onyo la kutisha liko juu yao. Onyo la kutisha liko juu ya watu ambao hawataji maeneo gani watu lipo katika historia ya ulimwengu. Kristo anahitaji watu wake waweze kuandaliwa, na Mungu ametoa ujumbe kwa wajumbe waweze kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo ambao hauchukui muda mrefu. Dalili zote zinaonyesha kwamba Kristo yuaja tena mara ya pili. Na pia Ellen White anazungumza wazi kwenye Testimony for the Church volume 9 ukurasa ule wa 20, paragrafu ya kwanza kwamba je, tunatakiwa kungojea hadi utimizwaji wa nabii wa mwisho kabla ya kusema kitu chochote kuhusu nabii huo? Je, tusubiri unabii utimie ndipo tuseme? Je, tuwaambie watu kabla unabii huo hujatimia, au tusubiri mpaka unabii utimie? Idadi ya watu wa Mungu wako kimya na hawana muda wa kuambia watu ya kwamba tupo mwishoni mwa kufunga. Kwa nini? Kwa historia ya ulimwengu huu. Na Ellen White anauliza wazi ya kwamba je, tusubiri mpaka unabii utakapotimia ndipo tuambie watu tulipofikia kwenye historia ya ulimwengu?
La hasha, ni lazima tuandae watu kabla hawajachelewa. Itakuwa faida gani, watu wa Mungu, itakuwa ni faida gani kusubiria unabii mpaka utimie ndipo tuambie watu ya kwamba ilikuweko Sunday leo inakuja? Watu wa Mungu, tutakuwa walinzi vipofu, tutakuwa kama Wayahudi wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo. Walibaki na ujuzi wa kwamba Masia atakuja, lakini kuambia watu kwamba Masia alikuwa anakuja lini hawakuambia. Ndio idadi ya watu wa Mungu wengi wanafahamu ya kwamba Kristo anakuja, lakini kuambia watu ya kwamba Kristo amekaribia hawana huo mpango, kwa sababu wao pia hawajajiandaa. Na ndio maana hawezi kuandaa mtu kama wewe mwenyewe hujajiandaa, hauwezi kumwandaa mwingine. Hivyo lazima tujiandae ili tuweze kuandaa wengine kwa ajili ya ujio wa Kristo. Nabii wa Mungu wanazungumza wazi ya kwamba maneno yetu yatakuwa na faida gani sasa? Je, tungoje hadi hukumu za Mungu simwage juu ya waasi kabla ya kuambia namna ya kuziepuka? Imani yetu iko wapi katika neno la Mungu? Je, ni lazima tuone mambo yaliyotabiriwa yakitokea kabla ya kuamini kile Mungu alichokisema? Hii itakuwa sio imani. Katika miale iliyo wazi kabisa, nuru imetujia kutuonesha kwamba siku kuu ya Bwana ipo karibu, hata mlangoni. Hebu tusome na kuelewa kabla hatujachelewa. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, ukurasa wa 20 na ile paragrafu ya kwanza. Hivyo watu lazima waambiwe ya kwamba tuko mwishoni mwa kufunga kwa historia nini ulimwengu. Hakutakuwa na nafasi nyingine ya kuambia watu, kumbukeni hili ni pambano kati ya wema na uovu. Hii ni pambano wapendwa, ambalo linadhihirisha wazi ya kwamba mtu yeyote ambaye atakutwa hajajiandaa, wokovu wake utakuwa matatani sana. Na leo tutatazama somo unasema kwamba muda umekwisha. Nilo somo ambalo leo tutatembea nalo. Na kabla kuanza somo hili tuweze kuomba. Karibuni sana watu wa Mungu. Tuweze kuomba. Tunakushukuru sana Mungu wetu wa mbinguni kwa sababu ya wema, huruma na upendo wako ambao hauna mwisho. Nashukuru mno kwa ajili ya zawadi ya uhai ambayo umetupatia bure. Lakini asante kwa ajili ya zawadi ya mwanao Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu. Baba yetu wa mbinguni, tuko wakati wa mwisho wa kwenda kufunga historia ya ulimwengu. Na itatufaidia nini Jehova kujua mambo mengi lakini tusiokolewe? Itatufaidia nini Kristo kukutambua kama Mwokozi lakini tusiokolewe? Hivyo katika saa hizi za kufunga historia ya ulimwengu Jehova, tunahitaji neema yako Jehova tuweze kuwa washindi wa dhambi. Baba, tusaidie tunapoanza somo hili, neema yako ikatuongoze, Roho yako Mtakatifu akatuongoze. Kuli Baba mbinguni, mwisho wa somo hili mtu fulani akabadilishwa na kusogezwa karibu na msalaba wako. Baba, asante. Imani yangu ni kwamba umesikia maombi haya na utajibu kulingana na fadhili zako. Naomba kwa imani kwa Kristo Yesu aliye hai. Amen. Asante. Watu wa Mungu, Kristo alitambua ya kwamba alikuwa na wakati mchache na kazi aliyokuwa na ilikuwa ni kubwa sana. Kristo alijua wakati. Watu wake lazima wajue wakati wanaoishi. Kutoka kujua wakati, watu wa Mungu, hatutaweza kujiandaa kama tujue wakati tulionao. Kristo alijua wakati ya kwamba alikuwa na muda mchache lakini kazi ilikuwa ni kubwa mno. Kristo toka amebatizwa mwaka wa 27 alianza kazi akieleza wazi ya kwamba muda aliokuwa nao ni mchache. Na akaanza kuambia watu ya kwamba tubuni na kuiamini nini? Tubuni na kuiamini Injili. Ule ujumbe ambao Yohana Mbatizaji alizungumza, Kristo pia nao aliendelea kuzungumza, kwa sababu kulikuwa na wakati mchache sana. Taifa la Wayahudi ule mwaka wa 34 lilikuwa linakaribia kufikiwa. Kulikuwa na miaka michache sana kutoka 27 mpaka 34. Hivyo ilikuwa ni kama miaka 7 tu. Hivyo Kristo moja kwa moja akaanza kuambia wazi ya kwamba tubuni na kuiamini Injili. Hivyo hata sisi watu wa Mungu, ujumbe wa wakati lazima tuelewe. Lazima tuambie watu ukweli ya kwamba wakati tulio nao si wakati wa kawaida. Watu lazima waandaliwe. Watu wanapotazama tukio haya wanaumia, hawajui ufanye nini. Hivyo ni bora wajumbe waandae watu na kuambia kwamba baada ya matukio haya Kristo yuaja tena mara ya pili. Kitabu cha Yohana 9 ule mstari wa 4, watu wa Mungu, inazungumza wazi kwamba kazi ya Kristo ilikuwa iko limited. Ilikuwa iko appointed kwenye muda fulani. Yohana 4 mstari wa 9, maandiko yanasema kama ifuatayo.
Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Kristo aliwaambia wazi ya kwamba imetupasa kuzifanya kazi maadamu ni nini? Ni mchana. Kwa sababu wakati tulionao wapendwa ni mchana, giza linakuja. Giza la kiroho linakuja. Wakati ambapo tuna uhuru wa kuambia watu habari za Mungu, ndio wakati ambapo wapendwa tungeliwaambia watu ya kwamba siku sio nyingi tunafunga historia ya ulimwengu. Lakini wakati wajumbe nao wanatafuta kila ambacho ulimwengu unakitafuta. Watu wa Mungu, dunia inakimbia kwa kasi. Watu wa Mungu nao wako kasi kuifuata dunia. Hawaelewi hata wakati tunaoishi. Watu hawaelewi, na watu wa Mungu pia nao hawaelewi. Nani atamwambia mwenzake ya kwamba Kristo yuaje tena mara ya pili? Watu wa Mungu lazima tuamke na kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa nani? Kwa ajili ya ujio wa Kristo. Yohana anazungumza wazi ya kwamba imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waje asipoweza mtu kufanya kazi. Kristo alipokuwa akizungumza mambo haya alitambua mambo makuu mawili. Kristo alielewa ya kwamba muda wa ukombozi ulikuwa karibu, lakini alielewa kazi ya nini? Ya ukombozi. Unajua kazi ya Kristo kama mkombozi ipo katika sura ngapi? Ipo katika sura 2. Kazi ya kwanza ya Kristo ni kama mwana kondoo. Ndio maana kitabu kile cha Yohana 1:29 kinazungumza wazi ya kwamba Kristo alikuwa ni mwana kondoo. Mwana kondoo ambaye alikuwa ameandaliwa toka kuwepo kwa misingi ya ulimwengu ya kwamba alipaswa kuja kufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Hivyo alitambua kwamba yeye ni mwana kondoo, na alijua ya kwamba mwaka wa 31 AD kwamba atakufa kama kondoo. Hivyo Kristo alifanya kazi kwa juhudi, akitambua ya kwamba huo wakati wa yeye kufa kama kondoo ulikuwa umefika, na baada ya hapo itakiwa kuanza kazi kama nani? Kama kuhani. Hivyo Kristo alitambua huu muda. Kitabu kile cha Yohana 1:29 maandiko yanazungumza wazi ya kwamba Yohana alipomwona Kristo anakuja akamsonta na akamtaja wazi ya kwamba wewe ndiye mwana kondoo wa Mungu uchukue dhambi za nini? Za ulimwengu. Yohana Mbatizaji alikuwa anawatazamisha watu kwa nani? Kwa Kristo. Lazima nasi pia wakati huu wa mwisho tuwatazamishe watu kwa Kristo kama nani? Kama kuhani. Kristo alimaliza kazi yake kama kondoo mwaka 31 AD. Na tunapoenda mwisho wa miaka 6 watu wa Mungu, lazima watu wa Mungu watazamishwe kwa Kristo kama nani? Kama kuhani. Kazi yake inavyokwenda kukoma kama kuhani, na baadaye kumaliza dhambi za wale ambao watakuwa wametubu. Hizi dhambi watu wa Mungu zitahamishwa na kuwekwa kwa mbuzi wa nani? Wa Azazeli, ambaye ni Shetani. Na watu ambao mpendwa watakutwa hawajaungama, dhambi zao zitakuwa bado zipo katika maisha yao. Wapendwa, dhambi hizi hazitahamishwa kwa sababu kwa mwaka mzima Wayahudi walikuwa na huduma za kila siku. Mtu alipokuwa akifanya dhambi alichukua kondoo, mwana kondoo, na kuweka mikono yake, ishara ya kuungama dhambi zake kwa yule mwana kondoo, na baadaye alimchinja yule kondoo. Kumwagika kwa nini? Kumwagika kwa damu iliashiria majuto, iliashiria dhambi ilikuwa ina uwezo wa kuua. Hivyo kuhani alichukua ile damu watu wa Mungu, na ile dhambi watu wa Mungu ilikuwa inachukuliwa na kuhamishwa kwa kuhani. Whether kuhani alikuwa ile nyama anaila, au kuhani alikuwa anaingia mpaka patakatifu na kunyunyiza kwenye nini? Kwenye pazia ambalo litenganisha patakatifu na nini? Na patakatifu mno. Hivyo dhambi kwa mwaka mzima ilikuwa wapi? Ilikuwa patakatifu. Na hata sisi leo hii tunapotubu dhambi zetu kwa kuungama kweli kweli, dhambi zetu zinakwenda patakatifu. Na hivyo kwa siku moja, siku ya upatanisho, Day of Atonement, kuhani alikuwa anabeba ile dhambi kwa sababu yeye ndio mbeba dhambi. Na ndiyo kazi ya Kristo na ndipo kazi ya Kristo inapofanyika leo katika patakatifu mno. Kwa kuhani alikuwa na wajibu wa kuchukua ile dhambi wapendwa na kuitwaa, na baadaye kulikuwa na mifugo, au kulikuwa na mbuzi wawili. Mbuzi wa kwanza mbuzi wa Bwana, mbuzi wa pili mbuzi wa Azeri. Baada ya kupigiwa kula, mbuzi wa Bwana alichinjwa na dhambi iliwekwa juu ya mbuzi wa Azeri.
Hivyo watu wa Mungu, tunapoelekea mwishoni mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu, yaani mwisho wa miaka 6000, watu wa Mungu, dhambi itawekwa kwa mbuzi wa Azazeli. Sasa kama itatokea mimi sijaitubu dhambi yangu, maana yake haijaenda patakatifu, itabaki kwangu milele. Na hivyo Yesu atakaposema imekwisha, watu wa Mungu, hatutaokolewa. Hivyo ni lazima tutambue kazi ya kuhani. Kristo alifahamu hicho kitu, ya kwamba muda wake ulikuwa ni mfupi mno. Angetolewa kama nani? Angetolewa kama kondoo mwaka wa 31 AD. Na hata mwisho wa miaka 6000, watu wa Mungu, Kristo atakoma kufanya kazi yake kama nani? Kama kuhani. Wale ambao watakuwa wameungama dhambi zao zitakuwa patakatifu. Hivyo Kristo atatakasa patakatifu na kuhamisha dhambi kwa nani? Kuhamisha dhambi kwa mbuzi wa Azazeli, maana yake ni Shetani. Na hiyo itakuwa ndani ya miaka 1000. Hivyo Yohana Mbatizaji, kitabu kile cha Yohana 1:29, maandiko nasema kama ifuatavyo. Sikiliza mpendwa. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya nini? Dhambi ya ulimwengu. Kumbe Kristo alikuwa ni mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huu ulikuwa ni mwaka wa 31 AD. Kumbe Kristo alifahamu muda wa nini? Wa ukombozi. Alifahamu ya kwamba alikuwa na miaka 3.5 amalize kazi kama kondoo. Na Kristo alifahamu kazi iliyokuwa mbele yake, kwamba kazi ilikuwa ni nini? Kazi ya ukombozi. Kwa hiyo Kristo alijua muda, lakini pia alifahamu na kazi. Hata nasi watu wa Mungu lazima tufahamu ya kwamba tuna kazi gani ya kufanya kwa sasa. Kuhani anapoendelea kudumu kuwa kuhani katika makao au katika ikao la mbinguni, tuna wajibu wa kuungana naye kuhani. Na kama hatutafanya hivyo, watu wa Mungu, hatutaweza kuokolewa. Na nabii wa Mungu Ellen White, kitabu chake cha Education, ukurasa wa 15, anazungumza wazi kama ifuatavyo. Sikiliza mpendwa. Kurejeshwa kwa mwanadamu sura ya muumbaji wake, kumrudisha katika ukamilifu ambao aliumbwa nao, kuleta maendeleo ya mwili, akili na roho, ili kusudi la kiungu katika uumbaji wake liweze kudhihirika. Hii ndiyo kazi ya ukombozi. Hili ndilo lengo la elimu, lengo kuu la maisha. Kumbe lengo kuu la maisha, watu wa Mungu, ni kurejesha tena sura na tabia nani? Ya Mungu kwa wanadamu. Wakati Adam na Hawa walipokosea, watu wa Mungu, wanadamu tuliondokewa, tulipungukiwa nini? Na utukufu wa Mungu, kama inavyozungumzwa kwenye Warumi 3:23. Hivyo leo Kristo kazi yake ni ipi? Alimaliza kazi kama kondoo mwaka wa 31. Sasa anafanya kazi ya kufanyaje? Kazi ya kuondoa dhambi na kumrejesha tena mwanadamu katika sura na tabia ya Mungu. Hivyo maisha ya Edeni, baada ya kuwa tumerejeshwa, yatarudi tena. Na ndio maana Mungu anatamani watu wake waweze kufahamu kazi na muda. Lazima tuelewe muda tulionao na kazi tulionao. Sasa kazi hiyo, watu wa Mungu, ya kurejesha hiyo sura kwa mwanadamu, haifanywi na kuhani peke yake, inafanywa na wote. Kuhani anapofanya kazi ya kubeba dhambi, kazi yetu ni kufanyaje? Ni kumpatia dhambi kuhani, ni kufanya toba na ungamo. Na unafahamu pia, watu wa Mungu, kwenye toba na ungamo hapa kuna ungamo la kweli. Na watu wengi leo hiyo akifanya dhambi, kwa mfano amefanya dhambi fulani, anahuzunika. Huko kuhuzunikia dhambi sio toba ya kweli. Maana ya kuungama dhambi, ungamo la kweli, watu wa Mungu, ni tunapotambua jinsi tulivyo. Ni kama ambavyo mti wa miba hawezi kutoa matunda zaidi ya miba. Na ndivyo inavyotakiwa, watu wa Mungu, ya kwamba lazima tutambue mimi nilivyo kwamba ni mdhambi. Kumbe ninapokwenda kupiga magoti na kumwambia Mungu kwamba nimefanya kosa hili, sitaki kuzungumza matokeo tu ya dhambi. Inanipaswa nizungumze jinsi nilivyo na kumwambia Mungu wazi ya kwamba Mungu wa mbinguni, unafahamu mimi jinsi nilivyo. Unafahamu ya kwamba siwezi kutoa kitu chema kwenye kiovu. Sisi ni waovu, watu wa Mungu. Hivyo watu wengi huenda kupiga magoti na kumwambia Mungu nimefanya 1, 2, 3, lakini pasipo kumwambia Mungu ya kwamba ninahitaji Mungu wa mbinguni unisafishe kutoka ndani, sababu moyo ndio wa mdanganyifu. Sasa watu huomba matokeo ya dhambi, kwamba pengine ni mzinzi amefanya uzinzi, na ninamwambia Mungu, naomba Mungu nisamehe, nimefanya uzinzi. Namwambia Mungu, naomba nisaidie nisirudie tena, pasipo kutambua kwamba ana tabia hiyo ndani. Pasipo kuondoa kile kitu kilichofanya huyu mtu afanye dhambi hiyo, hawezi akaacha dhambi, hawezi kushinda dhambi.
kuna sayansi ya kushinda dhambi, watu wa Mungu, na sayansi ya kushinda dhambi ni ungamo linalokubalika. Ungamo linalokubalika ni pale ambapo tunakwenda kwenye magoti na kumwambia Mungu jinsi tulivyo, ya kwamba hatuwezi kutoa kitu chema kwenye kitu kiovu. Na tukitoka kwa imani katika magoti, Mungu wa mbinguni atafanya kitu kinaitwa utakaso. Na ukisha takaswa, mpendwa, huwezi kuwaza tena hiyo dhambi kuifanya. Majaribu yanaweza kuja, lakini utakuwa na uhai wa Kristo ambao Mungu ataweka kwenye maisha yako. Na hicho ndicho Mungu anatamani tukielewe, watu wa Mungu, ya kwamba tunapokwenda kupiga magoti na kuomba, tufahamu ya kwamba dhambi ni uhai. Dhambi ni roho inayoishi katika maisha ya mwanadamu. Hivyo haiwezekani kufanya kitu chema wakati na kitu kibaya. Tunapoungama dhambi zetu na kumkabidhi Kristo, yeye huwa anaweka uhai wa roho wake. Huyo roho wake ndiye ambaye hutupatia nguvu ya kutenda mema. Hivyo hilo ndilo ungamo linalokubalika. Leo idadi kubwa ya Kristo wanakwenda kanisani kila siku Jumamosi, lakini bado wanadumu kwenye dhambi zao kwa sababu hawajamkabidhi Kristo maisha. Hawajakabidhi kwa Kristo moyo aweze kushughulika nao. Na ndio maana watu wengi, kama watakutwa na sheria Jumapili, bado wanapambana na dhambi. Watu wa Mungu hawataweza kufanyaje? Kushinda jaribu lililoko mbele yao, kwa sababu watu wa Mungu, dhambi itakuwa haijatangulia kwa kuhani, na kuhani hawezi kusafisha dhambi ambayo haiko patakatifu. Hawezi kuhani akanichukulia dhambi yangu na kukwambia kwamba lete. Yesu ibada yake ni ya hiari. Anatamani sisi tumpatie moyo wetu. Anatamani sisi tumpatie dhambi tulionayo, naye ataitwaa. Yesu hawezi kunyang'anya dhambi ulionayo, anatamani tumpatie dhambi. Na hili utendeka tu kama tutafahamu ungamo linalofaa. Ungamo linalofaa ni kumwambia Mungu jinsi ulivyo, si kumwambia matokeo uliyofanya dhambi. Hivyo watu wa Mungu lazima tutambue hilo, ya kwamba Mungu anahitaji ukamilifu, na Kristo akikutakasa, kinachofuata nini? Ataendelea kukutakasa mpaka utakapokuwa mkamilifu. Na kitabu cha Waebrania kinazungumza wazi kama ifuatavyo. Tuone kitabu cha Waebrania kinazungumza wazi. Yesu anatamani watoto wake waweze kuwa wakamilifu. Kitabu cha Waebrania 6 mstari ule wa kwanza, maandiko yanasema kama ifuatavyo: kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikie utimilifu. Tusiweke msingi tena kwa kuzitubia kazi zisizo na uhai, na wakuwa na imani kwa Mungu. Hivyo watu wa Mungu tukaze kwenye ukamilifu. Lakini pia kitabu kile cha Mathayo kinazungumza wazi ya kwamba watoto wa Mungu watakuwa wakamilifu kama yeye alivyo mkamilifu. Sikiliza kitabu kile cha Mathayo 5 mstari ule wa 48, maandiko matakatifu yanazungumza wazi kama ifuatavyo. Sikiliza ninavyozungumza, na ndivyo inapaswa tuwe. Unaposamehewa dhambi, unapokombolewa, kinachofuata ni ukamilifu. Sasa leo tunasema tumekombolewa, lakini bado tunadumu kwenye dhambi. Huo sio ukombozi, huo ni ukombozi batili. Na inatakiwa tukombolewe, tuwe tumekombolewa kwa kweli kabla ya sherehe Jumapili. Zungumza wazi kwamba basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kristo anadai ukamilifu wa tabia. Anadai tuwe wakamilifu. Lakini watu wa Mungu, shetani siku zote hutukatisha tamaa. Hutukatisha tamaa kwa dhambi ambazo tunazifanya. Nikutie moyo mtu wa Mungu ya kwamba kama unahitaji kuwa mshindi wa dhambi, unapokuwa umefanya dhambi, mtu wa Mungu, acha kuomba msamaha matokeo ya dhambi uliyoomba. Omba msamaha wa kile kilicho ndani ya moyo wako, kile kinachofanya ufanye dhambi. Lakini shetani hutukatisha tamaa tunapotazama vile tulivyofanya, jinsi tulivyo. Kristo aliweza kuishi kama mwanadamu, lengo uthibitisho kwamba kama tutaungana naye tunaweza kuwa washindi kama yeye. Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 311, nabii wa Mungu anasema kama ifuatavyo: shetani anafurahi pale ambapo anasikia wale wanaodai kumfuata Kristo wanafanya udhuru wa udhaifu wao wa kitabia. Ni katika udhuru wa namna hii ambao unapelekea katika dhambi. Hakuna udhuru katika kutenda dhambi. Hakuna mpendwa udhuru kwenye kufanya dhambi.
shauku takatifu, maisha kama ya Kristo yanawezekana kwa kila mtoto wa Mungu anayetubu na kuamini. Maisha kama ya nani? Kama ya Kristo yanawezekana, kwa sababu yeye atendaye dhambi ni wa nani? Ni wa ulimwengu. Na kama bado mtu wa Mungu unafanya dhambi, wewe ni wa Shetani, wewe ni wa ulimwengu. Kitabu kile cha Yohana anazungumza wazi kabisa kwamba watoto wa Mungu waliokombolewa hawadumu tena kwenye nini? Kwenye dhambi. Ukikombolewa mtu wa Mungu, wewe ni wa Kristo. Ukidumu kufanya dhambi, mtu wa Mungu, wewe si wa Kristo, wewe ni wa dunia hii, wewe ni wa ulimwengu huu. Na kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 mpaka 6, maandiko matakatifu yanazungumza kama ifuatavyo. Sikiliza. Waraka wa Yohana 3:4 inasema kwamba kila atendaye dhambi yafanya uasi. Yaani dhambi ni uasi. Yaani kama bado unafanya dhambi, mtu wa Mungu, wewe ni muasi, unazidi kufanya uasi. Na ikitokea mtu wa Mungu, Yesu amesema imekwisha, na bado uko kwenye dhambi, utahesabika kama muasi. Kila atendaye dhambi yafanya uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Mstari wa 5, nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kumbe lengo la Kristo kudhihirishwa aweze kuziondoa nini? Dhambi. Na Kristo anaziondoa dhambi tunapomkabidhi maisha yetu. Na anaziondoa dhambi wapi, wapendwa? Patakatifu. Kwa sababu Kristo kama hajakabidhiwa moyo wa mtu, wapendwa, hawezi kulazimisha mtu kwamba ampatie dhambi. Tendo la kumpatia Kristo dhambi ni swala la hiari. Kila kae ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye wala hakumtambua. Kumbe kila anayefanya dhambi hamjui nani? Hamjui Kristo. Kumbe idadi ya Wakristo wengi leo hii wanakiri kwamba namfahamu Kristo, lakini hawamjui Kristo, kwa sababu bado wanafanya dhambi, bado wanalewa na dhambi. Watu wa Mungu, unaweza kuwa Mkristo mzuri, unaweza kuwa Mwadventista mzuri, kila Sabato unakwenda kanisani, lakini kama bado, mpendwa, unafanya dhambi, wewe haujamjua nani? Haujamjua Kristo. Kumjua Kristo ni kupi, wapendwa? Ni kuacha kufanya dhambi. Na hilo linawezekana tu kama tutakuwa na ungamo linalokubalika, ungamo la kweli. Lazima tumweleze Mungu jinsi tulivyo na kumwambia Mungu, toa kile ambacho kiko ndani ya moyo wangu. Sikiliza mpendwa, kazi ya kuondoa moyo wa jiwe sio ya kwako, ni ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio unatoa moyo wa jiwe, lakini hawezi kutoa moyo wa jiwe pasipo kujisalimisha. Total surrender to Christ. Tukisha jisalimisha, yeye hutoa moyo wa jiwe na kuweka moyo wa nyama. Hii ni Levin Herald ya Septemba 25, 1900. Nabii anazungumza wazi kwamba yeye ambaye hajichukii mwenyewe hawezi kuelewa namna ya ukombozi. Yaani kama hatufanyi totally surrender to Christ. Nabii anazungumza wazi ya kwamba kama hatujichukii, hatuwezi kuelewa maana ya ukombozi. Kukombolewa ina maana kuacha kutenda dhambi. Yaani maana ya ukombozi, redemption, ni kuacha kutenda dhambi. Kama bado unafanya dhambi, unasema ya kwamba umekombolewa, bado haujajua maana ya ukombozi. Hakuna moyo ambao unasukumwa kwenye uasi dhidi ya sheria ya Mungu ambao una umoja na Kristo. Yaani kama you are one with Christ, hawezi kusukuma kufanya nini? Kufanya dhambi. Kwa sababu tumesema kwamba dhambi ni uhai. Dhambi ni uhai. Yaani dhambi, watu wa Mungu, ni bwana, sisi ni watumwa wa dhambi. Sasa Kristo hawezi akaja sehemu ambapo kuna mtawala. Kwa kama hatujaitoa dhambi ambayo inatawala, Kristo hawezi kuingia. Kristo hawezi kuingia sehemu ambapo kuna bwana mwingine. Hivyo lazima atoke bwana dhambi, na hilo zoezi hufanyika kwa sisi kusalenda kwa Kristo, na Kristo huweka uhai wake mbele ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama tutafanya, wapendwa, hivyo anazungumza wazi ya kwamba hakuna moyo ambao unasukuma kwenye uasi dhidi ya sheria ya Mungu ambao una umoja na Kristo, ambaye alikufa ili kuidhihirisha sheria na kuinua juu ya mataifa yote, lugha zote, na nani? Na watu wa Mungu. Hatuwezi kufanya dhambi kama takuwa pamoja na nani? Kristo. Oneness with Christ. Hatuwezi kuwa na mivuto ya nini? Ya dhambi. Hatuwezi. Lakini pia gazeti la Nyakati, Signs of the Times, ya Julai 22 la Julai 23,
1902 nabii wa Mungu anazungumza kama ifuatavyo: kila mmoja ambaye anamwamini Kristo, kila mmoja ambaye anategemea kulindwa na Mwokozi aliyefufuka, ambaye alipitia kuteswa kwa adhabu ya wakosaji, kila mmoja ambaye anapambana na majaribu katikati ya uovu, anakiri mfano wa tabia iliyotolewa na maisha ya Kristo. Kwa imani kupitia kafara ya upatanisho wa Kristo, anakuwa mshirika wa tabia ya nini? Ya uungu. Kila ambaye anamruhusu Kristo kupambana dhambi na yeye, huwezi kupambana dhambi peke yako huwezi. Kwa hiyo kila anayejisalimisha kwa Kristo, huyo anakuwa mshirika wa tabia nini? Ya kiungu. Akiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa, kila mmoja kwa imani akitii amri za Mungu atafikia ile hali ya kutokuwa na dhambi ambayo Adamu aliishi kabla ya uasi wake. Na hili zoezi linatakiwa kufanyika kabla nini? Ya sherehe ya Jumapili. Na ndio maana wapendwa, tuna kazi kubwa ya kufanya, muda ni mchache. Tunatazama movement ya sherehe ya Jumapili, wapendwa, iko mbele yetu. Hatuwezi kuficha mambo, kwa sababu tukificha mambo watu hawezi kuandaliwa. Ukikutwa na sheria ya Jumapili, mpendwa, bado unapambana na dhambi, mpendwa Mwadventista, itakuwa ni ngumu kwako kusalimisha yote kwa Kristo. Itakuwa ni ngumu kusalimisha maisha yako kwa nani? Kwa Kristo. Huu ndio wakati wa kusalimisha maisha yetu. Huu ndio wakati wa kumpatia Kristo kila kitu. Huu ndio wakati kumwambia Kristo, nitwae kama nilivyo, kabla ya jaribu, kabla ya sherehe ya Jumapili. Wakati ambapo Kristo huleta majaribu kwako na kukupima, mtu wa Mungu, kila jaribu lazima lishindwe. Likishindwa hili, mpendwa, Yesu funua jingine, kwa sababu tuna mambo mengi kwenye maisha yetu. Kuna mivuto tulioilisi, tuna mawazo potofu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo unaposhinda dhambi ya uzinzi, Kristo anaweza kafunua dhambi nyingine ya uchoyo. Kwa hiyo anapofunua, mwambie Yesu asante, na unapokwenda kwenye magoti mwambie Kristo, 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 uchoyo au uzinzi nilifanyao ni kwa sababu ya mimi nilivyo. Ni kwa sababu ya mimi nilivyo. Kristo, nibadilishe kutoka moyoni. Na kwa imani, mtoto wa Mungu, Kristo huondoa uhai wa dhambi na kuweka uhai wa roho, ambapo huyu mtu mivuto ya dhambi iliyokuwa nayo mwanzo hawezi tena kuifanya. Lakini ukikuta Mkristo bado kila mwaka anapambana dhambi moja ile ile, bado hakuna uhai wa Kristo ndani yake. Maana huyu hajamkabidhi dhambi Kristo. Na kama hujamkabidhi Kristo dhambi, maana yake hajafika patakatifu. Na kitakachofanyika wakati wa Kristo kuja mara pili ni kwa sababu ni hukumu ya upelelezi. Kwa hiyo watu wote ambao dhambi zao zitakuwa zinapelekwa patakatifu, hazitafutwa dhambi zao, zitabaki kwenye kitabu cha nini? Cha kumbukumbu. Na lazima hao watu wahukumiwe kwa uhaini. Lazima wahukumiwe kwa nini? Kwa kuwa waasi wa sheria. Watu wa Mungu, kama tutaungana na Kristo, hatimaye tutakuwa washindi wa nini? Wa dhambi. Haiwezekani, ni mpaka kuwepo na muunganiko kati ya binadamu pamoja na uungu. Kristo alitambua hii sayansi. Alitambua sayansi ya muunganiko kati ya nini? Kati ya uungu na binadamu. Na Kristo hakuwahi kufanya dhambi kwa sababu alijua kwamba akimwacha Baba angepotea. Na Kristo alikuwa committed kila wakati. Hivyo watu wa Mungu, tunapokuwa tumekombolewa sasa kwenye hii dhambi, tumemwomba Mungu na kupata ungamo, hatupaswi na kurudi nyuma. Inapaswa kumwambia Mungu, ule uhai udumu kuwa katika maisha yetu. Ule uhai, wapendwa, lazima udumu. Kama hautadumu, hatutaweza kulinda. Kwa hiyo ni kazi ya nini? Ya Kristo na kazi ya binadamu. Kusoma neno ili kuweza kulinda uhai uliomo ndani, na kumwomba Kristo adumishe neema yake katika maisha yetu. Sikiliza, Mwokozi, hili Ministry of Healing, ukurasa wa 180, paragraph ya 5. Nasema kwamba Mwokozi alichukua juu yake madhaifu ya binadamu na akaishi maisha yasiyo na dhambi. Anasema kwamba ili wanadamu wasio na uoga kwa sababu ya udhaifu wa asili ya ubinadamu, kwamba hawataweza kushinda. Kristo aliishi maisha kama yetu. Aliishi maisha kama ya kwako. Lengo moja, atupatie ujasiri ya kwamba hata sisi tunaweza kuwa washindi wa dhambi. Leo hii tunaogopa, lakini mwana wa Mungu aliweza kuishi. Na wote ambao wanatoa udhuru ya dhambi hawataweza kushinda dhambi.
Hivyo ni mapambano ya kila siku kumwambia Mungu, nitwae kama nilivyo. Hatimaye Mungu ataondoa kila aina ya uovu katika moyo wako. Uovu hutolewa taratibu, anatoa huu. Hivyo kama haturuhusu sasa, hatuwezi kufanikiwa kwenye wakati wa sherehe ya Jumapili, kwa sababu wakati ule ni wakati wa jaribu. Kama hatuwezi kushinda majaribu sasa kwa kumwambia Kristo atufunue tulivyo na kumkabidhi dhambi, wakati wa sherehe ya Jumapili hatutoweza kuandaliwa. Sema kwamba Kristo alikuja kutufanya washirika wa tabia ya nini? Ya uungu, na maisha yake yalionyesha kwamba ubinadamu, sikiza pointi hii, maisha yake yalionyesha kwamba ubinadamu ukiungana na uungu, mwanadamu hatendi dhambi. Kifupi ni kwamba victory over sin ni nini? Ni muunganiko kati ya nini? Ya humanity pamoja na nini? Na divinity. Hapo ndipo tunaweza kuwa washindi wa nani? Tunaweza kuwa washindi wa dhambi. Pasipo hivyo, watu wa Mungu, hatuwezi kushinda dhambi. Pambano Kuu, kurasa wa 489, paragrafu ya kwanza, anazungumza nabii wa Mungu kwamba upatanisho wa Kristo kwa niaba ya mwanadamu katika hekalu la juu ni wa muhimu sana katika mpango wa wokovu, kama ilivyokuwa kifo chake juu ya msalaba. Kristo alikufa kama nani? Kama kondoo, bado kama kuhani kutoa dhambi. Kwa hiyo kile ambacho tunamwamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu, inapaswa pia tumwamini kama nani? Kama kuhani, kwa sababu kazi ya Kristo mara ya kwanza ni kusalimisha maisha yake yawe ya kwetu, na kazi ya pili kwa Kristo ni kutoa uovu ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo kazi inapaswa kusaminiwa kama kazi ya nini? Kama kazi ya kondoo, kama kazi ya kufa kwa Kristo msalabani. Matukio haya mawili, watu wa Mungu, lazima yatutafakarishe sana. Tukio la 31 AD na tukio la mwisho wa miaka 6000, matukio haya lazima yatafakarishe. Tukio moja, wapendwa, ni la Kristo kujitoa kama kondoo. Tukio jingine, wapendwa, ni la Kristo kutoa dhambi kama kuhani na kujiweka kwa mbuzi wa ardhi. Tukio haya ni muhimu sana. Ni matukio ambayo lazima yaamshe fikra za watu. Sikiliza anavyozungumza nabii wa Mungu. Kwa kifo chake alienda kuanza kazi yake, ambapo baada ya kufuka alipaa kuikamilisha mbinguni. Kazi gani alianzisha pale? Mpango wa ukombozi. Anakamilisha wapi? Mbinguni. Tunapaswa kwa imani kuingia katika pazia. Soma Ibrania 6:20. Pale kuna nuru kutoka msalabani Calvary inaakisiwa. Pale tunaweza kupata muono mzuri kabisa wa siri za ukombozi. Kumbe kama tunatamani kuelewa mpango wa ukombozi, lazima turejee kwenye nini? Kwenye patakatifu. Lazima tuelewe shughuli ya patakatifu, kwamba kazi ya kuondoa dhambi kwa mwanadamu, wapendwa, si katika moyo, katika patakatifu. Na kama haujapeleka dhambi zako patakatifu, huwezi, mpendwa, kusafishwa. Kwa utakaso, atakapokuwa kitakasa hekalu, watu wa Mungu, ni kwamba anatakasa dhambi za walioungama na kumkabidhi yeye kuhani. Hivyo kama itatokea Yesu akasema imekwisha, na haujamkabidhi dhambi, bado unazunguka kwenye dimbwi la dhambi, hautaweza kuokolewa. Maandiko ya awali, ukurasa wa 157, paragrafu ya pili, anazungumza nabii wa Mungu kwamba kama mpango wa kumkomboa damu ungeshindikana, kama Kristo angeshindwa kukamilisha hiyo huduma kwa kwanza kama kondoo, unasema isingewezekana kwa sisi kuokolewa tena. Shetani angeshikilia ufalme ambao aliudai hapo kabla, na kama angeshinda, angelijidai mwenyewe kwamba angetawala kinyume na Mungu wa mbinguni. Kwa kama Kristo angeshindwa, watu wa Mungu, isingewezekana. Na ndivyo hivyo kama mwanadamu hatutakabidhi dhambi zetu kwa Kristo ambaye ndio kuhani, ambapo tunapoungama zinakwenda moja kwa moja patakatifu, ambapo Kristo atakapokuwa karibia kurejea, atazichukua zile dhambi na kuweka kifuani kwake na kupeleka kwa mbuzi wa Azazel. Ikitokea mtu wa Mungu dhambi zako hazipo patakatifu, maana yake ni kwamba hautaokolewa, kwa sababu dhambi itabaki kwako. Na hii ndio hatari, na watu hawafahamu sayansi ya nini? Sayansi ya dhambi. Lazima watu waeleze wazi, watambue kwamba kuna sayansi ya nini? Kuna sayansi ya dhambi.
Lakini pia tumaini la vizazi vyote, ule ukurasa wa 686 paragrafu ya 5. Nabii wa Mungu anasema kama ifuatavyo: Yesu alipohisi kuvunjika kwa muunganiko wake na Baba, aliogopa kwamba katika asili yake ya binadamu asingeweza kustahimili pambano ambalo lilikuwa linakuja dhidi ya nguvu za giza. Katika jangwa la majaribu, hatima ya jamii ya wanadamu ilikuwa hatarini. Kristo alikuwa mshindi. Utasoma kwenye Tumaini la Vizazi Vyote chapter inayosema Gethsemane. Utasoma. Kwa hiyo Kristo alikuwa kwenye hatari ya kupoteza muungano kati ya nani? Kati ya yeye na Baba. Na ndivyo itakavyokuwa hatari kwetu sisi kama tutakutwa hatujamkabidhi Kristo dhambi zetu. Tutakuwa na hatari ya kutengwa na Kristo milele. Sikiliza mpendwa, sasa mjaribu alikuwa amekuja kwa ajili ya pambano lake la mwisho la kuogofya na Kristo. Watu wa Mungu, sheria ya Jumapili ndilo pambano la mwisho la jamii ya wanadamu. Kwa hiyo kama tutakutwa hatujajikabidhi kwa Mungu, kushindwa ni lazima. Anasema kwamba alikuwa amejiandaa kwa miaka 3.5 ya huduma yake Kristo. Kila kitu kwake mwovu kilikuwa kiko hatarini. Ikiwa angeshindwa hapa, tumaini lake la ukuu lingepotea. Anasema kwamba hatimaye falme za ulimwengu zingekuwa za Kristo. Yeye angepinduliwa na kutupwa nje. Lakini ikiwa Kristo angeshindwa, dunia ingekuwa ufalme wa Shetani na jamii ya wanadamu ingekuwa chini ya mamlaka yake milele. Akiwa na masuala haya pambano mbele yake, nafsi ya Kristo ilijawa na utisho wa kutengwa na Mungu. Ndivyo itakavyokuwa watu wa Mungu kama hatupambani kumkabidhi Kristo. Wakati wa jaribu mbele yetu, hatutaweza kusimama. Anasema kwamba Shetani alimwambia kwamba kama amekuwa mdhamini wa ulimwengu wenye dhambi, ile hali ya kutenganishwa ingekuwa ya milele. Kama angekosea Kristo, wapendwa, akakosea chochote katika mpango wa ukombozi, angetengwa na Baba. Na Kristo yeye ilitakiwa afe, angekufa kifo cha milele. Hebu tazama jinsi ambavyo sayansi ya ukombozi ilivyo. Kristo kama ingetokea wakati wa jaribu kule jangwani akabadili jiwe kwa mkate, au ingetokea kajirusha alipokuwa amepandishwa, angetokea akakubali kumsuluhu Shetani, angeshindwa milele. Na Kristo ingepaswa afe fidia ya wanadamu. Maana yake ni kwamba ulimwengu ulikuwa kwenye himaya ya Shetani na Yesu angekufa milele. Sayansi ya dhambi na ushindi wa dhambi. Shetani anafahamu mambo yote hayo na hataki watu wafahamu. Na ndio maana Kristo alisiku watu wanaungama dhambi, Mungu nisamehe, lakini bado uhai wa dhambi upo katika maisha yao. Kumbe lazima tuungame uhai ulioko ndani ya maisha yetu na kumwambia Kristo nitwae, akutwae. Na hii inawezekana kwa kusalimisha maisha yote kwa Kristo. Anasema kwamba angekuwa na fungu lake katika ufalme wa Shetani Kristo huyo, na kamwe asingekuwa na umoja na Mungu tena. Kristo ingetokea Kristo, wapendwa, amekosea au pale msalabani, tunakumbuka kuna kisa kimoja, Kristo alipewa siki anywe, na siki ni ya mila. Siki maana yake ni chachu ambao ni dhambi. Watu pia wale, kwa nini Kristo alikataa kunywa chachu? Alikataa kunywa chachu kwa sababu chachu, wapendwa, ni dhambi. Na chachu ilitumika kwa ajili ya kuondoa maumivu kwa wale waliokuwa wakisulubiwa. Hivyo Kristo naye alitakiwa apewe chachu. Kwa alikataa kusudi kukinywea kikombe kweli kweli. Kumbe watu wa Mungu, kama tunataka tuokolewe, lazima tusidumishe chachu katika maisha yetu. Maisha ya dhambi yasidumu katika maisha yetu. Tusicheze na dhambi, la sivyo watu wa Mungu hatutaweza kufufuka fua kwanza, au hataweza kuwa katika kundi la wale 144,000. Usalama wako na wangu ni kusalimisha maisha kwa Kristo. Ni kweli wakati umeisha. Ni kweli sheria ya Jumapili iko mbele yetu. Je, tunaokolewaje sasa? Tunaokolewaje? Kufahamu mambo yote haitusaidii.
Kujua kwamba sheria Jumapili kwa mbele yetu haitusaidii kufahamu matukio yanayoendelea. Sijui vita ya Irani pamoja na Israeli na Marekani haitusaidii kama tuelewa sayansi ya nini? Sayansi ya ushindi wa dhambi. Haya matukio kazi yake ni nini? Matukio kazi yake ni kutueleza ya kwamba tumekaribia kufika mwisho. Maana ya matukio ni kama kwa Kristo alitambua muda, yanatuonyesha muda matukio. Kazi yake ni kuonyesha muda lakini hayatuokoi. Hivyo tunapotazama matukio, na matukio ni ya muhimu. Kuna baadhi wanasema kwamba matukio si ya muhimu, kwamba kila wakati mnaambia mambo ya matukio. Wapendwa, haya mambo yanakwenda pamoja kwa sababu yanaonyesha time limit, yanaonyesha muda. Kwa hiyo matukio kazi yake ni kutuonesha muda uliosalia, na kazi ya Kristo, watu wa Mungu, ni kutuokoa. Kristo alifahamu matukio mawili, muda na mpango. Lazima tuelewe matukio na mpango ukombozi. Kwa hiyo mmoja anayeziba matukio asiyafahamu, huyu anajiandaa kutokujiandaa. Na mmoja anayetazama matukio, huyu anajiandaa kuogopa kwa kujiandaa. Kumbe vitu vyote lazima viende pamoja. Hivyo tunamhitaji mno Kristo katika saa hizi. Funga historia ya Mungu. Nahitajika mno Kristo katika nyakati hizi za kufunga historia ya ulimwengu. Nilie Kristo na uwe na ungamo linalokubalika. Tusiwe na fasheni ya kudumu katika dhambi. Tumkabidhi Kristo maisha yetu, naye atatuokoa, naye atatusaidia. Yeye yuko hai siku zote. Yeye yuko hai siku zote. Mpendwa, nikutie moyo kwamba bado nafasi unayo. Yapo wakati ni mchache, kazi ni kubwa. Kazi ni kubwa, wakati ni mchache. Mpendwa, tunapohitimisha somo hili, tafakari kwa makini sana. Najikabidhi kwa Kristo kabla hujachelewa. Kabla hujachelewa. Pata wasaa mpendwa, tunapomweleza Kristo jinsi tulivyo na atwae dhambi zetu, si matokeo ya dhambi. Karibu sana. Mpendwa Yesu, asante sana kwa wakati huu na muda huu. Asante rafiki yetu mwema, kwa jinsi ulivyo mwema na mwaminifu. Isingekuwa kifo chako tungetengwa na Bwana milele. Na ingetokea Kristo ukamesa hata kidogo, tungetengwa na ungetengwa pia na uso wa Baba milele. Lakini ulikubali kukinywa kikombe, nasi pia Jehova tusaidie tuweze kukinywa kikombe. Tusaidie kusalimisha maisha yetu kwako Baba. Unasema kwamba uko tayari kupokea dhambi zetu na kuzifuta. Katika masaa ya mwombaji, inaweza kuwa mtazamaji anasumbuka na dhambi fulani. Baba, atakapokuwa amepiga magoti katika masaa haya, akiomba si matokeo ya dhambi, ila jinsi alivyo, ya kwamba msaidie kuondoa uovu katika maisha yake, kuondoa dhambi katika maisha yake. Na atakapoinuka Jehova, kajaze uhai katika maisha yake, na akatembee katika upya uzima. Na hii Jehova imsaidie kudumu kwa mwaminifu mpaka utakapokuja mara pili. Hii ndio sayansi ya kushinda dhambi kabla hajachelewa. Baba mbinguni, katika masaa tunajikabidhi mikononi mwako, endelea kutuongoza. Najua shetani atakuja akitudanganya, bado tutakapodai ahadi ya ushindi wa dhambi utatupatia. Asante Kristo kwa wakati huu. Asante Mungu Baba kwa wakati huu. Endelea kuwa nasi, ukituongoza, ukitupigania na kutuandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Neema yako yatosha. Asante maana umesikia maombi haya. Utazidi kutenda katika maisha yetu mpaka tutakaposhinda dhambi. Kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, Mungu wabariki sana, na fahamu ya kwamba tuna wakati mchache ila kazi ni kubwa. Maranatha. On Christ's righteousness. And if I slip and fall in sin, I'll ask Yahweh to cleanse within. I have set my mind on sin freeness, on sin freeness. I have set my mind on holiness, on holiness.